Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, leo tuko mtaani kupiga story na wakazi wa eneo hili la Tabata Mawenzi, lakini vile vile kubwa kuliko ni masuala ya bima, tukizingatia kwamba Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alikuwa jana jijini Mbeya Uyole akizungumzia kuhusiana na masuala ya bima. Lakini pia vile vile tukumbuke kwamba Mheshimiwa Rais kipindi anataka kuingia madarakani alizungumzia kwamba ifikapo siku 100 atakuwa amesharejesha mpango wa bima. Lakini Waziri Mkuu amelizungumzia kwamba inapofika Januari 2026 atashughulikia masuala ya bima kwa makundi ya mama wajawazito, watoto pamoja na wazee. Rais Samia alielezea kwamba ndani ya siku 100 huduma ya bima ya afya itakwenda kuanza kwa makundi ambayo yatatangulia: watoto, akina mama wajawazito, wazee wasiojiweza, na jambo hili linatarajiwa kuzinduliwa mwezi ujao, mwezi Januari 2026. Na katika uzinduzi wake tayari yapo maelekezo ambayo ilikuwa sehemu ya ahadi ambayo tayari yamekwisha kuanza kutekelezwa. Jambo la watu kutokuzuiliwa miili ya wapendwa wao wanapokuwa wametangulia mbele za haki. Serikali imeanza utekelezaji wa agizo hilo, na nimepita katika baadhi ya hospitali, nimeelekeza kwamba pasiwepo na mtu akakataliwa matibabu kwa sababu amekwama kulipa, na vile vile asikataliwe mwili wa mpendwa wao inapotokea bahati mbaya ametangulia. Na nimesema katika maeneo haya ya hospitalini, mgonjwa akifika wa dharura aanze kwanza kutibiwa. Mambo ya uandikishaji yatafuata, yatamkuta kwenye kitanda akiwa anapata matibabu. Tushughulike kwanza na kuokoa maisha yake, ndipo tuanze kuchukua taarifa zake. Yeyote mwenye dharura aanze kwanza kutibiwa, taarifa zitamkuta, taarifa zitaandikishwa akiwa kitandani pale. Hivyo hivyo mama mjamzito akifikishwa hospitalini aanze kwanza kupata huduma, mambo ya kuandikishwa yatamfuata akiwa pale. Na kwa wale ambao wanafika baadhi ya vitu hawajakamilisha, nilipita hospitali moja nikawauliza akina mama ambao walikuwa wamejifungua, nikawauliza, hapa ulidaiwa nini na nini? Akasema sikuwa na ndoo. Nikaambiwa nikatafute ndoo, nikatafute beseni. Sasa maelekezo yako hivi: mama akifika na yuko na uchungu tayari, asiulizwe mambo ya ndoo wala beseni. Hospitali muwe na akiba ya hizo ndoo. Asisubirishwe, ahudumiwe. Hayo mengine yatashughulikiwa akiwa pale pale. Na serikali inaendelea kuyaratibu yale mengine ambayo yanajitokeza katika sekta ya afya. Natambua limekuwepo tatizo la upatikanaji wa dawa katika baadhi ya maeneo, aina ya dawa zinazotakiwa katika eneo mahususi. Nimewaelekeza Wizara ya Afya, kitengo cha wataalamu wa utafiti pamoja na bohari yetu ya dawa wafanye utafiti ili wanapoagiza dawa waagize dawa zinazohitajika katika maeneo yetu husika, yanayohitajika, dawa zinazohitajika kufuatana na aina ya magonjwa ambayo yamekuwa yakisumbua zaidi watu wetu. Haipendezi mgonjwa kufika kwenye hospitali nzuri, imependeza, ina madaktari wazuri, wakatambua tatizo lake, alafu wanamwambia dawa haipo, nenda kwenye kioski pale ukanunue. Kioski kinawezaje kupata dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Ufanyike utafiti ili tunapoagiza dawa tuagize zile zinazohitajika. Lakini hapa nipo na mama hapa mjamzito, ataelezea ameupokeaje mpango huu. Utakuwa nami Adela Thomas siku ya leo tukipiga story na wananchi au wakazi wa eneo hili. Mambo vipi? Poa.
Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Tukizingatia Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alikuwa jijini Mbeya kuhusiana na masuala ya bima hasa kwa mama wajawazito, watoto pamoja na wazee. Wewe umelipokeaje hili? Nimelipokea vizuri. Kwa kweli ni swala zuri sana. Namshukuru Mungu mama kutufikiria hasa kwa sisi mama wajawazito. Namshukuru Mungu pia na amuongezee siku. Na ukiangalia kwa sisi tunapokuwa tunahudhuria hospitali, kwa kweli tunakutana na changamoto. Ikiwepo vile unaanza unatoa hela nyingi, lakini kama hivi alivyowaza kuhusu swala hili hapa, kwa kweli nampongeza sana. Ametusaidia. Angalau hata kile tuko tunatoa kitakuja kutusaidia sisi kwenye maandalizi yale ya ziada. Ndio. Unawaambiaje wamama wajawazito kama wewe? Ninawashauri tu wakate bima, maana hiyo bima itapunguzia ule mzigo wa kufanya yale mambo mengine ya kuhusu uzazi. Ndio. Jina lako tafadhali? Naitwa Rehema Eliazari, mkazi wa Tabata Mawenzi. Asante sana kwa ushirikiano wako. Asante pia. Mambo vipi? Safi, nakwaje? Unaitwa nani tafadhali? Kwa majina anaitwa Kamili John, natokea Tabata Mawenzi. Umesikia, bila shaka umesikia mada yetu kuhusiana na mpango wa bima. Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba anaenda kutarajia kufanya uzinduzi wa bima 2026. Kumbuka wewe ni baba, una mtoto. Hili unalizungumziaje? Kwa hilo nimelipokea vizuri na pia ni jambo jema, lakini kwenye swala la upande wa bima wa afya, kwa upande wangu mimi naangalia kama kuna baadhi ya vitu hivi kama havipo sawa. Kwa sababu gani? Mtu unakuwa labda na bima, unaenda hospitali, wanaanza kuambia mara mtandao system inasumbua nini, hatuwezi kuweka rekodi zako, na mara vile vile issue ikiwa vizuri mtandao unaambia mara dawa hamna, mara hiki kipimo hakitakiwi kwenye bima yako. Kwa hiyo sasa hizo zinakuwa ni changamoto sana ambazo sisi wananchi zinatuumiza sana. Sasa unafika paka hatimaye unaanza kusema bima ni ya kazi gani? Bora tu kumbe tu nikiwa tu na hela niende tu kwenye hospitali za private nilipe hela matibabu yangu yaendelee. Maana nakuta unaangalia maana ya bima huioni wala faida yake. Na vile vile kama mimi hapa nishamkatia mama yangu bima, wazazi wangu bima ya 100,000. Unakuta na kule ni kijijini. Haya kipimo cha typhoid hamna. Mpaka waende mkoani ndio wanaenda kupata hicho kipimo. Sasa dispensary za pale kwetu na kituo cha afya manake nini sasa hapo? Na bima nimeshatoa. Muda mwingine unakuta wazazi pale vidawa hata vidogo vidogo unaambiwa hakuna. Sasa unaanza kujiuliza maana hii ya bima nini ambayo nalipa kila mwaka? Hebu hicho kitu tunaomba Waziri Mkuu akiangalie na kifuatilie katika tatisi yake ambayo anataka anaenda kufanyaje kuifungua au kuizindua ndani ya mwakani. Tunaomba hicho kitu akisimamie hasa. Yashughulikie nacho kwa sababu gani tunapata sana uchungu na tunanyanyaswa sana. Madaktari wenyewe maneso kienda wanakupa majibu ambayo sio. Bwana hiyo bima hapa sisi hatufanyi kazi. Labda anaenda hospitali nyingine. Sasa unakuta ni changamoto. Watupe ufafanuzi, hii bima uliokata inahitajika labda hospitali ya 1, 2, 3. Sasa unakuta sisi tunakatiwa tu bima kiolela na sisi tunajua kwamba tunaenda sehemu nitapata huduma bora, lakini naambiwa hii bima hii hapa mimi kwetu haifanyi kazi, labda nenda hospitali fulani. Sasa hicho kitu tunaomba tuangalizie. Na sisi ni vijana, tunatarajia tunakuwa na familia. Na familia zetu inabidi tuwakatie bima. Hizi gharama za kwenda private, kwenda kulipa ni gharama kubwa sana, lakini nikiwa na ile bima inanisaidia kwa namna nyingine. Hata zile gharama ambazo nitaka nilipe huku kawaida, nikiwa na bima kidogo inafanyaje? Inashuka. Lakini hicho inakuja ni kwamba je, unaenda kuambiwa kwamba dawa hamna. Katika hii bima kipimo hiki na hiki havitakiwi. Sasa unaanza kujiuliza maana yake, maana ya bima ni nini? Na wakati wanakuja kukuhamasisha wewe kwamba njoo ukate bima, wanakupa maneno mazuri, wanakupa maneno matamu, mpaka we mwenyewe unahamasika, yani unashawishika unakata bima. Mwisho wa siku sasa ukienda kwenye huduma sasa husika, wanaanza kukutolea majibu ambayo hata we mwenyewe huwezi kulizika nayo. Kwa hiyo mpaka sasa mimi nawalipia wazazi wangu, mpaka mimi mwenyewe natamani kuwa na bima, lakini nikiangalia wazazi wangu hicho wanaoipata, inakuwa ni changamoto kwa kweli. Ndio. Unawaambiaje wazee, mama wajawazito pamoja na watoto? Pamoja wazee na mama wajawazito, hizi bima
Ndio maana mimi nikawachukulia wazee wangu, kwa sababu naangalia umri wao umeshasogea, na wazee magonjwa yanakuwepo mara kwa mara. Ushanifahamu? Pia vile vile wakina mama wajawazito pia ni muhimu sana kupata bima. Kwa sababu gani? Kujifungua kwa sasa hivi ni mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini ukiwa na ile bima inasaidia sana. Kwa sababu gani? Hata ile gharama ambayo ulikuwa unatarajia hauwezi kutumia, lakini ukiwa na bima na usimamizi ukiwepo mzuri, naamini hakuna shida yoyote. Tunaomba sana Waziri Mkuu atusaidie kwa hilo. Tunatamani sana, hata mimi hapa kijana niwe na bima yangu mimi mwenyewe, lakini nashindwa nikiangalia issue ilivyo kwa wazazi wangu, wanasumbuka vidawa vidogo vidogo, naambia mpaka nikanunue wakati bima ninayo. Kwa hiyo upande wa watoto bima ni muhimu, upande wa wazee bima ni muhimu, upande wa kina mama wajawazito, mpaka sisi wenyewe vijana tunastahili tuwe na bima ya afya. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kwa hicho kitu alichokileta Waziri Mkuu ni mwenyewe nimefurahia nacho sana. Naomba tu Mungu asimamie ipasavyo, na sisi wenyewe tutamuunga mkono. Hizo bima tutazichukua, tupo tayari. Ndio dadangu. Asante sana kwa ushirikiano wako. Asante sana dadangu, karibu tena na Mungu awabariki. Na vile vile nimefurahi mmekuja huku mtaani kwetu, kwenye jamii mnakuta changamoto mbalimbali mnazichukua, mnakuta maoni ya watu tofauti mnazichukua. Kwa hiyo ni jambo zuri mkichukua yale maoni mnapeleka sehemu husika, na vile vile serikali na pia wanaangalia yale maoni yetu, basi ni jambo jema sana. Mnatusaidia sana kwa namna nyingine, maana sina sehemu nyingine pa kwenda kuelezea, lakini ulivyokuja hivi nimepata nafasi ya kujieleza na kutoa maoni yangu kwamba ni 1 2 3. Ndio. Asante sana. Asante sana, karibu tena. Jitambulisho, wewe ni nani? Asante sana, mimi naitwa Abasi Asmani Saidi au Baba Mudi. Mambo vipi? Salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Unaendeleaje? Kama hivi tupo. Bila shaka mada umeisikia, unalizungumziaje hili kuhusiana na mpango mkakati wa bima ambao Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba aliyokuwa akizungumza jijini Mbeya? Karibu. Kwa sisi bwana, kama kweli Waziri Mkuu ameamua kufanya hivyo na akalisimamia kweli kweli kidete mguu kwa mguu, basi itakuwa limetuokoa wengi. Yaani asilimia kubwa Watanzania kama Watanzania kwanza tuko kwenye hali tete sana, na hasa kuhusu haya maswali. Ukisikia maswali ya hospitali, kama una bima mtu anakuangalia kama nyanya mbichi, lakini kama ukiwa na bima yani inakusaidia mambo mengi. Yani utakwenda hapa, utakwenda hapa. Uongo. Namshukuru kama atakuwa ameamua kweli kulisimamia hili swala la bima za afya, basi tutakuwa tuko pamoja, si tuko nyuma yake. Unawaambiaje wazee, watoto na wamama wajawazito kuhusiana na mpango huu? Mimi nawashukuru. Yani mimi nawapa tu wazee wenzangu kwamba tumpokee kwa mikono miwili hili swala la bima za afya. Tulipokea kwa mikono miwili kama yeye mwenyewe alivyoahidi. Basi naomba hao walioko chini yake basi wawe wamefuata mstari wake. Umesema unaitwa nani? Naitwa Abasi Asmani Saidi au Baba Mudi. Asante sana kwa ushirikiano wako. Hamna shida dadangu. Asante. Jitambulishe kwa majina yako. Mimi kwa majina yangu naitwa Josephina Msabira. Kwa kweli huo mpango wa bima nimeona ni mzuri, kwa sababu kwa watoto wajawazito, wazee utaweza kuwasaidia katika maisha yao. Unawaambiaje wazee, wa mama wajawazito pamoja na watoto, ikiwa kama mzazi, kama huna mtoto basi una mama, kama huna mama basi una mzee? Karibu. Kwa kweli wazee inabidi wajitahidi kukata bima ya afya kwa kuwasaidia maisha yao, hata pia na watoto wajitahidi, au vijana wajitahidi kukata bima, itawasaidia maishani. Asante kwa ushirikiano wako. Haya. Mtazamaji wa Kasoko Media, na hii ndiyo tamati ya maoni kwa wakazi wa eneo hili la Tabata kuhusiana na mpango mkakati wa bima. Tukizingatia jana Waziri Mkuu alikuwa huko Mbeya jijini Uyole akizungumzia kuhusiana na mpango mkakati ambao utaanza Januari 2026. Na mpango huu ulikuwa ukiwalenga wamama wajawazito, watoto pamoja na wazee. Ulikuwa nami Adela Thomas katika mada yetu hii.
Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.